Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema itaendelea kuboresha miundombinu ya usafiri nchini ili kuendelea kufungua fursa za uwekezaji na kurahisisha upatikanaji wa huduma za usafiri kwa wananchi. Kauli hiyo imetolewa na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi wakati wa uzinduzi wa boti ya Kilimanjaro 9 The Dragon of the Sea uliofanyika katika kiwanja cha Verde, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi. Sekta ya usafiri wa baharini ni sekta muhimu sana katika maendeleo ya uchumi wa nchi yetu, ambapo zaidi ya 90% ya mizigo inayotoka na kuingia nchini inapitia baharini. Hivyo, serikali itaendelea kuimarisha sekta hii kwa kuboresha bandari zote za Unguja na Pemba pamoja na kuongeza bandari mpya za kisasa kwa lengo la kuongeza huduma bora za usafirishaji nchini na kupunguza msongamano katika bandari zilizopo. Serikali kwa sasa kwa kushirikiana na sekta binafsi inaendelea na ujenzi wa bandari ya Mpiga Duri ambayo itajumuisha bandari ya abiria, mizigo pamoja na maegesho ya boti kwa shughuli za kitalii. Kadhalika, ujenzi wa bandari jumuishi ya Mangapwani tayari umeshaanza, ambayo inategemewa kujumuisha sehemu ya meli za mizigo ya makontena, sehemu ya kupokea meli za mafuta na gesi na eneo la chelezo kwa huduma za matengenezo ya meli. Katika hatua nyingine, serikali inaendelea na ujenzi wa bandari ya Fumba pamoja na bandari nyingine Unguja na Pemba ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka nchini. Ni matumaini yetu kuwa hatua hizi zitachochea kwa kiasi kikubwa ukuaji wa uchumi wetu kwa kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma za abiria na mizigo hapa nchini. Serikali itaendelea kushirikiana na wawekezaji katika kutoa huduma za usafiri wa baharini ili wananchi wa Zanzibar waweze kupata huduma za usafiri zilizo bora na kwa gharama nafuu. Ni matumaini yangu kuwa sekta binafsi nchini itatumia fursa iliyopo hivi sasa, ambapo nchi yetu imefunguka zaidi katika masuala ya uwekezaji na biashara kwa kuwekeza mitaji yao hapa nchini. Natumia fursa hii kutoa wito kwa wawekezaji wengine wazawa kuiga mfano wa mwekezaji huyu kwa kuwa wazalendo na kujali maslahi ya nchi yao. Katika kufanikisha maendeleo ya sekta ya uwekezaji huu, napenda kuishukuru Mamlaka ya Kukuza Uwekezaji Zanzibar ZIPA, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi pamoja na taasisi nyingine za serikali kwa kuendelea kushirikiana vizuri na wawekezaji katika kukamilisha taratibu zote zinazohitajika kwa haraka. Akitoa maelezo ya kitaalamu, afisa mtendaji mkuu kampuni ya Azam Abubakar Abdulaziz Saidi amesema ufunguzi wa boti hiyo yenye viwango vya kimataifa ina uwezo wa kubeba abiria takriban 631 kwa wakati mmoja, huku akieleza kuwa hatua hiyo ni kuunga mkono jitihada za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika sekta ya usafiri wa baharini. Meli yetu hii ya MV Kilimanjaro 9 The Dragon of the Sea ni meli ambayo imejengwa kwa muda wa miezi 14 na kampuni inayomilikiwa na serikali ya China, Afai Southern Shipyard, iliyopo mjini Guangzhou, China. Ina urefu wa mita 53 na upana wa mita 13 wenye hali maalum iliyofanyiwa simulation na majaribio na kuthibitisha kuwa unaiwezesha meli hii kuhimili hadi mawimbi ya mita 3. Meli hii ina uwezo wa kubeba abiria 631. Vile vile meli hii imejengwa kwa viwango vya juu vya kimataifa, ikiwemo standard ya DNV kwenye upande wa structure and stability, lakini pia kwenye upande wa usalama wa abiria imecomply na HSC 2000 na NSV C4. Zaidi ya ubora wa kiufundi, thamani halisi ya chombo hiki ipo katika mchango wake kwa uchumi na maisha ya wananchi wetu. Meli hii itaongeza uwezo wa abiria kati ya Dar es Salaam na Zanzibar kwa abiria 2500 kwa siku. Na hii, Mheshimiwa Rais, inaunga mkono muono wa serikali yako katika kupokea watalii zaidi ya 1 milioni kwa mwaka visiwani Zanzibar.
Boti ya Kilimanjaro 9 The Dragon of the Sea imegharimu dola za Kimarekani milioni 12.9 na inatarajia kuanza safari zake kati ya Zanzibar na Tanzania bara. Mimi ni Safia Hussein, nyuma ya kamera ni Ali Haji.